Hii ni kufuru kubwa kabisa ambayo Hollywood iliweza kufanya. Hollywood walimtukana Mungu wazi wazi. Hollywood waliweza kudhihaki dini ya Kikristo. Mnamo mwaka 2016 filamu ya Preacher, Preacher kimaanisha mhubiri, iliweza kutoka. Filamu hii iliweza kumdhihaki au tunaweza kusema iliweza kumkufuru Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Sasa kama hujawahi kuiona au kuitazama au kuisikia filamu hii, hapa JSP Swahili nakwenda kukuelezea kwa nini filamu hii iliweza kumkufuru Mungu. Imagine mtu anaandika story eti Mungu ametoroka mbinguni, ameacha enzi yake, kaacha kiti chake cha enzi na kutoroka kuja hapa duniani kurelax, kula bata, kula kunywa, na kuishi maisha starehe kama binadamu. Yaani walikuwa wanaandika story kana kwamba Mungu naye kuna wakati anachoka, Mungu naye kuna wakati anakengeuka, kitu ambacho kinakinzana na ukweli kuhusiana na habari za Mwenyezi Mungu. Lakini hawakuishia hapo, wakaandika pia kwamba eti Yesu Kristo alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mmoja na kupelekea kuzaa mtoto, ambapo baada ya karne nyingi kupita kapatikana kizazi au akapatikana kijana ambaye inasadikika ni uzao wa Yesu. Watu wengi walipata kuchukizwa na kile kitendo cha Hollywood kuonyesha habari ile. Swali kubwa la kujiuliza, kwa nini Hollywood wanaendelea kutengeneza filamu za namna hii? Kwa nini wanaendelea kuunda filamu za kupotosha imani ya watu fulani? Kuna wengine wanasema kwamba ni ubunifu, lakini ukweli ni kwamba filamu za namna hii zinapanda mbegu mbaya na zinaharibu ule utakatifu wa dini fulani. Hapa JSP Swahili Movies tunakwenda kukupa ukweli wa mambo. Hatupendi kuficha, tunakupa ukweli ili uweze kuelewa. Unapotazama filamu yoyote, kumbuka kuwa kuna mambo mawili unaweza kuyapata: kuelimika au kuburudika, lakini pia inaweza kukupotosha. Kama tunavyoona kwenye mfano wa hii filamu yetu ya Preacher, mhubiri, imeweza kwenda nje kabisa. Ukitazama kwa haraka haraka inafurahisha, inachekesha, unaweza kuenjoy kwa sababu kuna action nzuri na nini, lakini ukianza kuchunguza kwa habari ya story unagundua walikuwa na lengo lingine tofauti na kuburudisha kama ilivyo kawaida ya filamu. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji, najua utakuwa unajiuliza kwa nini anazungumzia hiki. Nakwenda kukupa brief story, nakwenda kufanya recap kidogo ili uweze kuelewa kwa nini Preacher iliweza kumdhihaki Mungu. Hadithi inatupeleka mpaka Texas katika mji wa Anvil. Hapa tunakutana na Jesse. Jesse ni kijana ambaye aliishi maisha ya uhalifu hapo nyuma na anaamua kurudi nyumbani ili kuendeleza kile ambacho baba yake alianzisha, nacho ni kuwa mchungaji. Katika kulihudumia kanisa la Mungu, Jesse anakutana na changamoto nyingi, ambapo anadhani kwamba huenda Mungu hayupo kutokana na mambo yake ya awali. Jesse anahubiri injili kanisani, lakini moyo wake bado hauamini kwamba Mungu anatenda kazi. Katika hali ya kushangaza na kustaajabisha, kuna kiumbe au kitu kinatoka mbinguni na kinashuka duniani, hususani hapa Afrika kwenye nchi yetu ya Tanzania, katika sehemu moja wanaita Ileje, na kumwingia mchungaji. Yule mchungaji alipoingiliwa na kile kitu akaona utukufu, akajikuta ni mwenye nguvu, lakini ghafla mwili wake ukapasuka pale pale. Kile kitu kiliendelea kurandaranda kutafuta mtu sahihi ambaye kinaweza kikamwingia, lakini kwa bahati mbaya au bahati nzuri inaenda kumkuta Jesse ambaye ni mchungaji huko Marekani. Jesse baada ya kuamka anajikuta ni mtu tofauti, anajikuta ni mtu wa kiroho, lakini baadaye anagundua kitu alichonacho ni cha hatari sana, kinaitwa Genesis. Genesis ni zao au ni mtoto aliyezaliwa kutokana na shetani na malaika, kwa hiyo kina nguvu hatari sana. Genesis inampa uwezo wa ajabu Jesse. Jesse alikuwa na uwezo wa kuamrisha. Akikwambia kitu huwezi kupinga wala kukataa. Akikwambia kaa chini, lazima ukae. Akikwambia amka, utaamka, maadamu tu umeisikia sauti yake.
lakini nguvu zile zinamharibu kisaikolojia. Watu wanaanza kumtii kupitiliza. Kwa mfano, mtu mmoja alimshauri kwamba afungue moyo wake kwa mama. Yule mtu akachukua lile jambo kama lilivyo, akaenda kwa mama yake kweli. Akachukua kisu, akajichoma na kutoa moyo wake na kumpa mama yake. Na kuna mwingine akamwambia amtumikie Mungu, lakini bila kusema amtumikie Mungu gani. Yule mtu alikwenda nyumbani kwake kuanza kuabudu nyama. Na hapo ndipo tunakutana na wahusika wawili wakuu. Kwanza tunaye Tulip. Tulip alikuwa ni mpenzi wake wa zamani wa JC, ambaye anakuja Anvil kumshawishi JC achane na uchungaji na warudi mjini ili wakalipize kisasi na waendeleze shughuli zao za uhalifu. Na wa pili tunakutana na Cassidy. Cassidy huyu alikuwa ni vampire. Kama tunavyojua, vampire wanaishi kwa kunywa damu za watu. Cassidy anakutana na changamoto ya kuwindwa na hawa vampire hunters akiwa kwenye ndege, lakini anafanikiwa kupambana nao. Anadondoka katika mji wa Anvil. Katika hali fulani wanaweza kuunda urafiki na JC. Wakati JC ameanza kutambua uwezo wa nguvu zake, ndipo malaika wawili kutoka mbinguni wanashuka na kuja katika mji wa Anvil. Wanajaribu kuchukua ile nguvu ya Genesis, lakini hawakufanikiwa. Ndipo wanapomwambia JC kwamba ile nguvu ni hatari, kwani imetoroka mbinguni na ni hatari hata kwa Mungu. Lakini JC anagoma kutoa nguvu na kudai kwamba huenda ile nguvu amepewa kwa kusudi maalum na Mungu, hivyo atabaki nayo. Mji wa Anvil una watu wa ajabu. Kuna kijana anaitwa Eugene aliyewahi kujaribu kujiua baada ya kumuumiza rafiki yake wa kike. Uso wake ulibadilika vibaya, ukawa kama sehemu ya nyuma ya binadamu, na watu wakamuita unafahamu watamuitaje. Eugene ni mnyenyekevu na anataka tu kusamehewa na Mungu. Lakini siku moja JC akiwa kanisani, kwa hasira akamwambia, nenda kuzimu. Na kwa nguvu ya Genesis, Eugene anatoweka moja kwa moja, anatupwa kuzimu. Tukio hili linamsumbua JC sana kwa sababu hakukusudia. Anagundua sasa nguvu hiyo inaweza kufanya mema au maovu. Katika tukio la kushangaza, JC anawaambia waumini wake kwamba watu wengi wanamwabudu Mungu asiyejulikana, wanamwabudu Mungu wasiyemwona. Hivyo anaamua kumtafuta mwenyewe, anaamua kutaka kuwasiliana na Mungu ili waongee naye. Anakusanya waumini wake na kwa kutumia simu ya wale malaika ambao walikuwa wakijaribu kuchukua Genesis, anaamua kupiga simu mbinguni ili waweze kuongea na Mungu. Kweli wanafanikiwa kufanya video call na kupiga simu mbinguni, na hatimaye Mungu anapokea ile video call. Lakini cha ajabu ni kwamba walikuwa wanaongea naye si Mungu wa kweli. Alikuwa ni mfano Mungu, yani Mungu bandia. Hii inaonyesha kwamba Mungu amepotea. Hayupo mbinguni. Yuko mahali pasipojulikana, hata malaika hawajui aliko. Wakati haya yanaendelea, tunaletwa kwenye hadithi ya zamani ya mtu aliyeitwa The Saint of Killers, muuaji wa karne ya 19 aliyeuawa kikatili pamoja na familia yake. Roho yake imefanywa kuwa askari wa kuzimu asiyeweza kufa, anayetumwa duniani kumua JC kwa sababu ya Genesis. Anaanza safari yake ya kumtafuta popote alipo, akipiga risasi kila mtu anayemzuia. Lengo lake lilikuwa ni moja tu, kumuua JC. Na alikuwa akifuata ile sauti ya mamlaka anayoitoa JC. JC akimwamrisha mtu yoyote kufanya jambo fulani, basi ile sauti inamfanya yule Saint of Killers ajue mahali aliko na kumfuata JC. Sasa baada ya ile taharuki ya kwamba Mungu amepotea, Mungu hayupo, watu wa Anvil wakachanganyikiwa. Na hatimaye mwisho wa msimu huu wa kwanza wa Preacher unaisha kwa mji ule wa Anvil kuangamizwa wote kutokana na ajali mbaya ya gesi ambayo ililipuka na kusababisha
watu wote ule mji na kila kitu kupotea, lakini watu watatu tu wanasalia, ambaye ni Jesse, Cassidy na Tulip, ambao wao wanafunga safari kwenda kumtafuta Mungu aliyepotea. Inasadikika yupo duniani mahali fulani, akila maisha akila bada. Sasa sehemu ya pili nitakwenda kukusimulia msimu wa pili. Je, walifanikiwa kumkuta Mungu?